Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Raia wa Ghana ambaye pia ni nabii anaitwa Ebo Noah, siku ya leo ya tarehe 25 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 alitabiri mambo makubwa ambayo yatatokea siku ya leo, na kama ambavyo tunafahamu huyu ni mtumishi wa Mungu, ni nabii ambaye anamiliki kanisa kubwa huko Ghana, lakini pia ana waumini wengi sana. Kwa asilimia kubwa sana waumini waliamini kile kitu ambacho nabii Ebo Noah alikizungumza siku zilizopita, akiwa anajenga safina yake, akiamini kwamba ile ndoto ambayo alioteshwa kuhusiana na mwisho wa dunia ina ukweli ndani yake, ambapo Ebo Noah nabii huyu alitabiri na kudai kwamba alipewa maono kuanzia tarehe 25 kutakuwa na mvua kubwa na mafuriko, na kile ambacho kilitokea katika historia ya kibiblia kwa mtumishi Noah na Mungu akaangamiza dunia kupitia maji, basi ndicho hicho mtumishi huyu Ebo Noah ameweza kukizungumza kwamba kuanzia leo siku ya tarehe 25 ya mwezi wa 12 kutatokea mvua kubwa ya mafuriko makubwa, ambapo itakuwa ni ya mfululizo. Mungu anaenda kuangamiza dunia, anaenda kuimaliza, na wale ambao watamwamini wamwamini na waingie katika hiyo safina kwa ajili ya kuwa salama. Na asubuhi ya leo waumini, tunaweza kusema pia wale wote ambao wamemwamini kutokana na ile historia ya Biblia kwamba Mungu kweli alimwahidi Noah katika Biblia ataangamiza dunia, na Noah kweli akajenga safina yake kubwa na dunia ikaangamia. Na sasa hivi kimeenda kutokea kitu hicho. Nabii Ebo Noah baada tu ya kuanza kujenga zile safina, alitumia mbao nzito, alitumia ujuzi, alitumia mafundi ambao walimsapoti, na mpaka kukamilisha safina hizo ambazo zinakadiriwa kuwa safina 4 hadi 8, inaonesha wazi ametumia gharama ya hali ya juu, lakini pia waumini ambao wamemwamini na wao pia wameshirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kukamilisha hizo safina. Na asubuhi ya leo mamia ya elfu wamejitokeza kwa ajili ya kuingia katika hiyo safina. Sasa tunajiuliza, bado tunaendelea kujiuliza maono ambayo yamepewa nabii Ebo Noah yatakuwa yana uwezekano mkubwa yakafanana kweli na yale maono ambayo tuliweza kuyaona katika Biblia, katika historia, kwa sababu tumeona namna ambavyo watu wamefurika hapo, namna ambavyo kila mmoja anatamani kuingia katika hiyo safina. Tunaweza kusema huo msafara ni mpaka jioni, lakini mpaka dakika hii hatujaona dalili yoyote labda kuhusiana na hayo maono yake ambayo alipewa, kuhusiana na hiyo ndoto yake ambayo alipewa. Bado tujaona dalili yoyote labda kuna mvua au dalili yoyote kwamba hali ya hewa imebadilika. Tuendelee kusubiri tuone, hauwezi kudharau kila kitu. Na ndio maana huyu nabii Ebo Noah baada ya serikali yake huko Ghana kumuona kwamba anafanya vitu nje na kinyume na taratibu za nchi, basi wakaamua kumkamata, lakini baadaye wakaona hapana, huyu ni mtumishi wa Mungu, huenda kweli amepewa hayo maono, alafu baadaye tutakuja kujutia itakuwaje. Basi wakaamua kumwachia. Ebo Noah alipotoka akaendelea kujengeneza hizo safina, na asubuhi ya leo mamia ya watu wa huko Ghana wamemwamini, wamesogea katika safina, wamekuja na familia zao, wanataka kuingia katika hiyo safina. Na mimi nafikiri Ebo Noah ameaminika kwa asilimia kubwa sana kutokana na ile history ambayo ipo katika Biblia kuhusiana na huyo mtumishi wa Mungu Noah, ambaye pia aliwaambia watu hivi kwamba Mungu atakwenda kuangamiza dunia, lakini walikuwa wanamcheka. Hivyo na huyu nabii Ebo Noah amechekwa, amekejeliwa, lakini hakuna pia serikali yoyote labda imemsupport hapo Ghana, hakuna mtu yoyote ambaye amemsupport, lakini yeye amepambana mwenyewe mpaka amekamilisha safina zake, na leo watu wanaingia katika hizo safina, akiwa ametabiri kwamba dunia itakumbwa na mafuriko makubwa na mvua za kutosha. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Unalipi la kusema? Kwa sababu tunajiuliza, je, endapo lisitokee hilo ambalo yeye amelisema, itakuwaje kwa waumini wake? Wataendelea kumwamini nabii Ebo Noah au hawatoweza kumwamini tena? Lakini pia
Vipi ikiwa watu wameshajifungia katika safina alafu hakuna chochote ambacho kitatokea? Itakuwaje kuwaje? Huwezi kuelewa kitu gani ambacho kitatokea, lakini tuendelee kusubiri. Mambo ya Mungu ni mambo ya ajabu, ni mambo ya kushangaza sana. Unaweza kumdharau mtu, kumbe ni kweli hicho kitu ameweza kuambiwa. Ndio maana unaambiwa imani ni kitu cha ajabu sana. Unatakiwa ukiwa na imani uweze kuamini kile kitu ambacho wewe unakiamini. Huenda Nabii Ebono Noah ameambiwa hicho kitu akakidharau, baadaye madhara yakaja kwake, lakini yeye amekisikiliza, amekifanyia kazi. Sasa hivi tunachosubiri ni matokeo. Hebu kaa na familia yako, anza kumuomba Mungu, anza kuomba rehema. Jamani, huwezi kuamini, huwezi kuelewa. Labda huenda kweli siku ya leo tarehe 25 mafuriko yakaanza, mvua zikaanza, tukakumbuka kweli tuliona kwenye mtandao. Hebu anza kumuomba Mungu, Mungu akusaidie. Hata kama hujaenda katika hiyo safina ya Ghana, basi ukiwa unasali ndani kwako, huenda basi hata hiyo mvua itapiga kubwa, lakini upo ndani kwako, Mungu akakulinda na ukaokoka. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.